usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kutoka Tarime hadi uongozi wa juu Chadema, safari ya John Heche sio kosa mabishano. Kuna wanasiasa wanaopanda kimya kimya na kuna wanaotengeneza jina lao kupitia mapambano, mijadala na misimamo mikali. John Wegesa Heche ni miongoni mwa wanasiasa ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wameendelea kwa sehemu ya sura za siasa za upinzani nchini Tanzania. Leo katika siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake, ni wakati wa kuangazia safari yake, mafanikio, changamoto na urithi wake katika siasa za Tanzania. John Wegesa Heche alizaliwa tarehe 14 Julai mwaka 1981 katika wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Alikulia Tarime ambako alianza elimu ya msingi kabla ya kuendelea na sekondari na baadaye kupata mafunzo ya ualimu katika chuo cha ualimu Bunda. Baadaye alihitimu shahada ya mawasiliano ya umma katika chuo kikuu cha St. Augustine Sauti. Safari yake ya kisiasa ilianza mapema akiwa kijana. Alivutiwa na harakati za demokrasia, uwajibikaji na ushiriki wa vijana katika uongozi. Ndani ya Chadema alijitokeza kupitia Bavicha ambako alijenga jina kama mmoja wa viongozi waliokuwa na uwezo mkubwa wa kujenga hoja na kuhamasisha vijana. Umaarufu wake uliongezeka baada ya kuwa mmoja wa viongozi wa kitaifa wa Bavicha. Hotuba zake zilikuwa zenye ukosoaji mkali dhidi ya serikali na mara nyingi zilimfanya awe mmoja wa nyuso zinazoonekana zaidi za upinzani nchini. Alijijengea taswira ya mwanasiasa asiogopa kusema anachoamini, jambo lililomfanya apate wafuasi wengi lakini pia wakosoaji wengi. Mwaka 2015, wananchi wa Tarime vijijini walimchagua kwa mbunge kupitia tiketi ya Chadema. Akiwa bungeni, alijikita katika hoja za maendeleo ya wananchi, haki za kiraia, uwajibikaji wa serikali na masuala ya vijana. Ingawa hakurejea bungeni baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, aliendelea kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama. Ndani ya Chadema, Heche amekuwa kitambuliko kwa msimamo wake wa kutetea mageuzi ya kisiasa, uchaguzi huru na wa haki za kidemokrasia. Mara kadhaa amekuwa mstari wa mbele katika kampeni na maandamano ya chama, hali iliyosababishwa kukamatwa na kuzuiliwa na vyombo vya dola katika nyakati tofauti kulingana na shughuli zake za kisiasa. Mwaka 2025 alipata hatua nyingine kubwa kisiasa baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, nafasi iliyomweka miongoni mwa viongozi wakuu wa chama hicho na kuongeza uzito wa sauti yake katika siasa za Tanzania. Kama ilivyo kwa wanasiasa wengi wenye ushawishi, safari ya Heche haijakosa mabishano. Katika vipindi mbalimbali kumekuwa na mijadala na tuhuma zinazohusisha uendeshaji wa chama na tofauti za kimtazamo miongoni mwa viongozi. Mijadala hiyo imebaki kuwa sehemu ya siasa za ndani za chama bila uamuzi wa mahakama unaomtia hatiani. Kwa wafuasi wake, John Heche ni alama ya ujasiri, uthubutu na sauti ya vijana katika siasa za upinzani. Kwa wakosoaji wake, ni mwanasiasa mwenye misimamo mikali anayependa siasa za mapambano, lakini jambo lisilopingika ni kwamba ameendelea kuwa mmoja wa viongozi wanaotajwa sana katika siasa za Tanzania. Na leo katika kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa, historia ya John Heche inaonyesha kwamba siasa si safari ya ushindi pekee, bali ni njia yenye changamoto, mabishano, mafanikio na maamuzi yanayoweza kubadili mwelekeo wa maisha ya mwanasiasa. Sisi Mwanahalisi Digital tunakutakia heri ya kuzaliwa John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara. Jina langu ni Zakia Nanga kutoka hapa Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.